amesema mkuu wa jimbo katibu mkuu maneno. Lakini hapa mwenye hekima Sulemani, ukisoma kile kitabu cha Mithali ule mlango wa 31 halafu mstari nafikiri wa 26, anasema watoto wa Yesu siku zote vinywa vyao hufumbua kwa hekima. Lazima kinywa chako kijawe hekima ya neno, hekima ya Yesu, na Roho Mtakatifu aombe hekima ndani mwako, kufumbua kinywa chako kwa hekima. Halafu anasema sheria ya Bwana ikae kinywani mwako siku zote, ulimi wako uwe na maneno yenye kukolea munyu, sio ya michanganyo, sio ya aibu. Wewe sasa kutoka kwenye familia ya Nzari, kwenye ukoo wa Nzari, unaiwakilisha hii familia kwenda sehemu zingine. Usije kufunga mlango wako na si wako na wadogo zako. Maana unapokwenda kule watu wakatamani kwamba jamani mwende kule kwa Nzari, jamani kuna kitu kwa Nzari, kuna kitu kwa Nzari. Hiyo itakufurahisha Mungu. Wewe ni barozi inaiwakilisha familia hii, sehemu hiyo unayoelekea kwa mwenzako. Kwa hiyo mkabili Bwana, maisha yako, kazi zako, mawazo yako yatathibitika na Roho Mtakatifu ataendelea kukurekebisha. Na mimi nakutakia baraka za Mungu, kwamba Mungu awe pamoja nawe. Umeanza safari hii njema pamoja na Yesu, na sina mashaka, lakini Roho Mtakatifu awe dira ya maisha yako, akilichochea ile kumzalia matunda. Unakwenda kwenye ndoa ile, usije kupoteza ile lengo ambalo Yesu amekuitia umzalie matunda, afu matunda yake yakae, na kwa namna nyingine kwamba Mungu aendelee kutukuzwa ndani yako, maisha yako, na wewe ni mwinjilisti kwenye ndoa hii. Unapokwenda kwa mume wako, watu wengine ile binti, ile binti. Sasa ukisoma kitabu cha Mithali mlango wa 31 nasema mume hujulikana malangoni aketipa pamoja na wezi. Yaani wakamuone huyu msichana anapita ni wafu, huyu ni wa fulani, au mfahamu ni wa fulani, ni mtoto mwenye hekima. Utasema, lakini maisha mazima na mwenendo wako na mahusiano yako na maneno yako na mahusiano na familia ya upande wa mwenzako, kuipenda ni kitu cha muhimu sana. Kuchukuliana nayo ni kitu cha hekima sana. Na amani ya Mungu inapita akili zetu zote, zako zote, ikuhifadhi moyo wako na nia yako katika Kristo Bwana wetu. Amen.
hicho kipande usisahau, maana kitaka kuwasimamisha wengine wote wamekaa tangu asubuhi hapa, nataka kusimama. Kipande muhimu hicho. Naomba tarumbeta mpatie wimbo wimbo 135 wakati binti anasimama, tunaingia kwenye sehemu ya pili ya tendo la ibada ya leo. Tarumbeta wimbo 135. Tunapomsogeza binti yetu hapa mbele, tuendelee na hatua nyingine ya pili. Mia 35. Bwana nasikia. Makofi mengi kwa wimbo wa tarumbeta. Wapendwa katika Bwana, kila kitu kilichoumbwa Mungu ni chema sana, kwa sababu neno la Mungu na sala ukifanya kitu hicho kikubariki mbele za Mungu. Tuendelee kumwomba Mungu ili aendelee kufanya maajabu katika dunia hii, zaidi katika maisha yetu. Yeye umleta mwanadamu tangu tumboni mwa mamaye, kumtendea sawa sawa na mapenzi yake. Atujalie hekima mioyoni mwetu na amani yake iwe juu yetu daima. Rehema zake zithibitishwe kwetu, na kwa wakati wake atuokoe sisi sote. Wapendwa, mmemwona huyo Ana amesimama mbele ya madhabahu na katikati yenu. Anawahakikishia na kuwathibitishia ninyi nyote, lakini zaidi wazazi, kwamba anakusudia kuolewa na Stefano, na hivi anaomba kibali na baraka za wazazi, kanisa, majirani na jamii iliyomzunguka, ili iweze kutoa baraka na Mungu aweze kumpa kibali, aruhusiwe kwa amani kuolewa. Neno la Mungu linasema, ndugu na mama yake wakasema, msichana na akae kwetu kama siku 10 zisipungue, baadaye aende.
naye akamwambia, msinikawishe niende kwa mume wangu, amenifanikisha njia zangu, nipe ruhusa niende kwa bwana wangu. Wakasema, na tumuite huyo msichana tumuulize mwenyewe. Wakamuita Rebeka, wakamuuliza, je, unapenda kwenda na mtu huyu ambaye anataka awe mke wako na wewe uwe mume wake? Akasema, ndiyo, natamani kwenda. Wazazi na walezi wa binti na walezi wa kijana huyu aliyesimama mbele na binti huyu aliyesimama mbele, basi na waomba pande zote mbili waweze kufika hapa mbele, pengine maswali haya waweze kuyajibu mbele ya kutaniko hili takatifu. Nimetaja wazazi, lakini pia wapo walezi. Wakati mwingine anamwaga mama na baba, naenda kwa mjomba kumsalimia, naenda kwa bibi kumsalimia, naenda kwa shangazi kumsalimia. Hawa wote ni wazazi wanatakiwa kusimama hapa mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Nadhani wazazi wamefika hapa mbele waweze kusikia kile ambacho anakusudia kukifanya, ili sisi wengine wote tuweze kusikia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Naomba wazazi wa binti ulizeni neno lolote, maana huyu ametukusanya hapa. Anataka kusema nini na sisi? Karibuni. Je, wewe Ana Nzali, upo tayari kuolewa na utakwenda na utakwenda na Stefano Msuya? Rudieni tena, maswali halijasikika vizuri kwenye masikio. Je, wewe Ana Frank Nzali, upo tayari kuolewa na utakwenda na Stefano Msuya? Swali hili linaonyesha wazazi wanakupenda sana. Wanataka kuwathibitishie kwamba kweli unataka kuondoka kwao. Tunasikiliza kutoka kwako. Ujibu swali la wazazi na walezi waliosimama hapa mbele ya madhabahu. Karibu. Ndio, niko tayari na nitakwenda naye. Tumesikia swali la wazazi na walezi, lakini pia tumesikia jibu la Ana kwamba yani hata sasa wanamchelewesha. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wazazi wa yule kijana ambaye ni kama amewatuma, hebu asogee hapa mbele, hata kama ni mshenga tu huyo tu, ufike hapa mbele uweze kukabidhi huyu binti.
chukua na kwenda kumkabidhi. Uko peke yako tu? Peke yako? Hebu muite mwingine mmoja, mmoja wawili tu angalau. Yule mshenga mwenzako huyo. Ule wimbo wetu ulioimba mwanzoni ule umepotea wapi? Wanampeleka hivyo kwao, mpelekeni huo wimbo. Piga hiyo. Naomba Wakristo tusimame Wakristo. Naomba tusimame. Tunasikia wazazi na walezi wa huyo Ana wanapomkabidhi huyu binti kwa mshenga. Frankie Steven Nzali, na kukabidhi wewe Ana Frankie Nzali kwa familia hii ya Stefano Msuya, kuolewa na Stefano Msuya leo ikiwa ni tarehe 11 mwaka wa 2025. Basi mkabidhi vigelegele, shangwe na vigelegele. Kuna maneno chini ya yale yaliyotoka pale juu. Mzazi au mlezi wa kijana, utasema maneno hayo kidogo. Hata ukisema maneno ya kwako tu kushukuru kupokea kukabidhiwa huyo binti. Mimi mzazi au mlezi, kwa maana ni mshenga, ninakubali kumpokea binti huyu Ana Nzali ambaye leo tarehe 11 ninakabidhiwa ili akaweze kuolewa na kijana wetu. Nakubali kwamba kama familia tutamtunza na kumlea katika maisha ya Kikristo pamoja na kuwa shirika na wazazi wa Tunamshukuru Mungu kwamba tendo hilo limeshafanyika la wazazi au walezi kumkabidhi binti yao kwa yule ambaye anatamani na angetamani aende kuishi naye. Basi
kakibao kale naomba utulete hako kabla hatujatoa baraka za ili tamko lake, matamanio yake ya kuolewa na huyu mchumba wake. Kabla hatujaleta, tupatie huyo wimbo. Asante sana waimbaji. Basi kwa tendo lililofanyika la Ana kuomba kibali kwa wazazi ili aende akaolewe akaanze maisha na mwenzi wake, lakini pia hata upande wa mwenzi wake kupokelewa mbele ya kusanyiko hili, kwa mamlaka ya kanisa na mamlaka ya Yesu Kristo, kwa njia ya kanisa lake natamka na kutangaza rasmi kuwa wewe Ana, kwa njia ya ibada hii ya leo iliyozungukwa na mashahidi wake Mungu na kanisa lake, kwenda kuanza maisha na ndoa na mwenzi wake ambaye Mungu amekupa katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na sisi tunakuaga katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa milele, tunakushukuru kwamba umetujalia mtoto huyu katika familia yetu, katika kutujalia, lakini umjalia kuvutwa na upendo wa kutamani kuishi maisha na mwenzi wake. Tunakushukuru kwa upendo wako uliojaza ndani yake, ili
akaanze maisha pamoja na mwenzi wake. Tunakuomba Mungu umuimarishe ili kila wakati azidi kuwa na imani na mwenzi wake, lakini zaidi akupendeze wewe atakapoingia katika maisha ya ndoa takatifu. Umjalie Roho wako Mtakatifu kwa kila kusudio lake la kutaka kuonana na huyo bwana harusi mtarajiwa, ili siku zote wawe na furaha na upendo wako ukidumu katikati yao. Tunakushukuru kwa ajili ya wazazi na walezi kwa kumlea huyu binti mpaka amefikia umri huu, na sasa anaondoka mikononi mwao akiwa salama, aliyejazwa busara na hekima za wazazi ambazo Bwana umemkuza mpaka amefikia hatua hii. Tunakusihi Mungu, ondoa vikwazo vya kila namna ambavyo vinanyemelea maisha yao ya ndoa, ili vikapate kushindwa maisha yake ya ndoa na mwenzi wake yakaendelee kustawi na kuimarika. Kwa lile kusudio ulilowakusudia kuwajalia mema yote, basi wakasubiri kwa moyo wa shukrani. Tunaomba haya katika jina lako Yesu Kristo uliye Bwana Mwokozi wetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Napokea baraka za Mungu. Yesu Kristo anasema, kama Baba alivyonituma mimi, mimi pia na watuma ninyi. Pokea baraka zake Mungu unapotumwa na wazazi, lakini unapotumwa na wewe mwenyewe kwa mawazo ya kupenda kuishi na mwenzako. Basi Mungu akubariki na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake akufadhili, akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Katika faida za mbingu, nisimamie vizuri ufalme wako ndani ya ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi wamefurahi na tendo hili la leo? Wangapi wamefurahi? Tuone vigelegele na shangwe. Basi kama tumefurahi kwa namna hiyo, basi tufike kumshukuru Mungu kwa ajili ya sadaka itakayosindikiza tendo hili la Ana kuondoka kwa wazazi na walezi kwenda kuungana na mwenzi wake, ikawe ngao yake wakati wowote, usiku na mchana. Sadaka hii ikamlinde na kuwa yenye mafanikio katika maisha yake na mume wake. Kuna kwaya moja imefika hapa, itupatie wimbo, nilimesahau jina sasa hivi. Kwaya ya imani, tupatie wimbo tunapoimba, inapoimba kwaya ya imani. Chombo mtuwekee hapo tunapomshukuru Mungu. Kwaya ya imani, tunapotoa shukrani, basi kwaya hii tupatie wimbo. Wow. Thank you.
kabla hamjaanza kuimba, naomba yule aliyejaliwa neema na kutambua ibada hii basi ashike sadaka yake, tumshukuru Mungu. Mungu, tunakushukuru kwa baraka nyingi ulizotujalia, kipekee kwa ajili ya binti yetu huyu aliyetualika tufike mahali hapa tuone maajabu ya uumbaji wako, lakini kipekee tuone furaha iliyojaa kwa Ana pamoja na walezi pamoja na marafiki kwenda kuanza maisha mapya ya unyumba. Sadaka hii tunatoa kwako kukushukuru kwa tendo hili, lakini tukibebesha majukumu sadaka hii ikawe ngao na nguzo pamoja na imani yake kukutegemea wewe Mungu, kulishika neno lako. Lakini sadaka hii Bwana ikabebe maisha ya Ana akaone kuwa yenye utukufu, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Pokea sadaka hii kwa moyo wa ukunjufu wa mioyo yetu, kwa Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu, tukiomba na kushukuru. Amina.
Waimba wimbo hawakutoa sadaka. Hebu tuwalete waimba wimbo kwaya iliyopita itoe sadaka hapa. Karibu. Ipokee baraka pia. Umetoa. Walikuwa nazunguka hapa. Haya, nafikiri nikamtindo tu kuzunguka katika kuimba. Mbarikiwe sana na Bwana. Asante sana. Kuna kwaya yoyote haijaimba hapa, nisije nikaondoka hapa alafu watu wakawa na vinyongo moyoni? Kuna kwaya yote sijaimba? Ya kijiji? Basi tupatie wimbo ya kijiji. Wimbo wao wote ule. Alimradi tumefurahi uwepo kwenye sherehe yetu. Bwana Yesu asifiwe. Chaguo lenu lolote, leteni wimbo hapa. Make ninyi ndio wenye mtoto nini? Ninyi ndio wenye mtoto.
Lazima wafurahi, lazima wajimwaye. Na tuwatendea haki. Kwa hiyo tumewapa, wameimba, wamefurahi. Makofi mengi kwao. Makofi mengi, mtaendelea kujimwaye baadaye. Bwana Yesu apewe sifa. Salamu Yesu Bwana. Wewe Tuombe matoleo. Mungu mwenye neema na rehema, umetupa fadhili nyingi. Kwa hiyo tunakusihi upokee matoleo ya watu wako ambayo yameletwa kwa ajili ya shukurani ya kumwaga Ana Frank Nzari. Mtoto wako ameleta matoleo haya kukushukuru kwa ajili ya wingi wa neema uliomjalia kupata mwenzi. Kwa hiyo tunakusihi uyapokee matoleo tuliokutolea watu wako, na watu wako hawa katika upendo wako yatume yalete matunda ya kiroho, ili ufalme wako enezwe hapa na popote duniani, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Nitafurahi na kukushangilia wewe. Bwana nasikia kwamba Mungu, nyinyi nyote watumishi wa Bwana. Bwana kubariki na kulinda. Bwana kuangazia nuru za uso wake na kufadhili. Bwana kuinulia uso wake na kukupa amani. Katika jina lake Mungu. Amen. Yesu,
Bwana Yesu apewe sifa. Tuwashukuru ninyi nyote mliofika kwenye ibada hii toka mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Basi tukabidhi shughuli hii ianze tena kwa yule ambaye ameandaliwa, lakini tumshukuru Mungu hata kufikia mwisho wa ibada hii kwa mazito mengi. Tumshukuru Mungu. Asante. Basi nimkaribishe yule atakaye chukua kijiti sasa kwa ajili ya mengine yatakayofuata toka dakika hii au sekunde hii. Yuko wapi ndugu yangu? Karibu sana ndugu yangu. Basi haya wewe unayamudu, sisi hatuyawezi. Mungu akubariki sana. Karibu sana. Amen. Hebu tumchapie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya ibada nzuri. Yoya niondolee kelele. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba turuhusu hawa wazee kama wanatoka huko. Neno la kusema Frank Zali, karibu. Haijamaliza kitu. Chini ya yule mwenyekiti kamati alizujia, njoo tuimalizie wakfu ibada hii nzuri. Maana bado haijaisha ibada. Tulishawaruhusu wakitoka na mavazi matakatifu haya wakienda nayo kule ibada. Wanayotuachia hapa ni sherehe. Karibu mwenyekiti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hongereni wote. Tuna furaha kwa ajili ya mtoto wetu ametuheshimisha. Mungu akubariki sana Ana. Kwa niaba ya kamati ya maandalizi ya siku ya leo ya send off ya mtoto wetu Ana, wanakamati wameona wasifanye mambo peke yao, lakini wamekumbuka kwamba Ana ana walezi wake ambao ni baba zake wa kiroho. Wametuma salamu kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao wamefanya ibada pamoja na sisi siku ya leo. Wametuma salamu zao, nitawakabidhi hapa. Lakini pia kamati nimeona ni muhimu sana, wametoa sadaka kwa ajili ya kumsindikiza Ana, ili safari ya Ana kuanzia hapa Mungu aende pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkuu wa jimbo, kwa mkono wako ule wa baraka mzuri ukipokea kwa niaba ya kamati kwa ujumla wake na familia ya Nzali na wanakamati wanaojali kwamba hii issue inahusu madhabahu, wameona hapana, madhabahu iseme nayo asante kwenye hili. Tumchapie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya kamati ya maandalizi kuona na kujali juu ya hili. Kwa jimbo kuna neno lolote la kusema hapa katika kubariki hii, kuibariki kamati hii nzuri? Hakuna lolote la kusema. Amen. Karibu mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu kila mmoja na jirani yake, hebu mgeukie jirani yako. Alafu sasa ukigeuka, wala sijakwambia usalimiane naye, nimekwambia mgeukie jirani yako. Sawa, umemgeukia? Alafu subiri, andaa mkono wako, fanya hivi. Nitakaposema 3 ndipo utagonga, alafu utaonyesha tabasamu lile zuri. Sawa? 1 2 3, gonga. Aya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli kamati ya maandalizi, Mungu awabariki kwa kutukumbuka. Pale mlipochota, Mungu kaendelee kuachilia baraka nyingi. Amani yake Kristo ipitayo akili zetu iwahifadhi na kuendelea kuachilia baraka kila itwapo leo. Katika jina lake Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mbarikiwe na Bwana. Kimbiza washami, kishindo cha wakoma. Kimbiza washami, kishindo cha wakoma.
yetu. Njaa ilipowakabili wenye ukoma waliotengwa, wakasema kuliko tufe hapa kwa njaa, ni bora twende kambi ya Washambi. Ni maadui zetu siku zote, twendeni tuombe chakula, na tena huenda tukauawa, lakini bora twende kambi ya Washambi. Njaa ilipowakabili wenye ukoma waliotengwa, wakasema kuliko tufe hapa kwa njaa, ni bora twende kambi ya Washambi. Ni maadui zetu siku zote, twendeni tuombe chakula, na tena huenda tukauawa, lakini bora twende kambi ya Washambi. Walipokaribia kambi ya Washambi, Washambi wakasekea kishindo cha moto. Bwana Yesu